Say, Holy Spirit, you are welcome here. Your power and since I have the Eucharistia. Sasa kwa swali waliendaba niliuza umawa bikoroja amagezi no kutegela oli waranyo kunabantu muigambo yemani muri wambe chizo kunyonyola oli katonda oli katonda oli katonda wewe ni sawa oli katonda oli katonda oli katonda wewe ni sawa oli katonda Amen. Amen. There's what you're supposed to do once you receive the promises of God. Kuna yale unapaswa kufanya mara tumepokea ahadi za Mungu. Number one, those of you who have just joined us today, wale ambao wanaingia leo, I told you when you receive the promises of God, nilisema wakati umepokea ahadi za Mungu, run away from sin. Toroka dhambi. Know the do's and the don'ts of those who are the promises of God. Ujue yale unapasavyo kuyafanya na yale haupaswi kuyafanya. So many of you have the promises of God, but you are still living in the life of sin and still waiting for God to fulfill His promises. Wengi wenu mko na ahadi za Mungu lakini bado mnaishi kwa dhambi na mnatarajia Mungu afanye ahadi zake. The Bible says in the book of Isaiah that the hand of God is not short, that it has failed to reach you. Kitabu cha Isaya kinasema kwamba mkono wa Mungu si mfupi ili kwamba usitufikie. But it is only sin that can stop God not to come to you to fulfill what He promised you. Lakini dhambi ndio inaweza sababisha Mungu asikufikie na atimize ahadi zake. Those of you who are here, those of you who are watching us, who are with us in this program, please, if there is something that is in your life that you're supposed to get rid of, please don't be forced by anyone. Just leave it for the sake of your promises to come to pass. Wale ambao wananisikiza na pia wale ambao wanatazama katika runinga ama katika mtandao, kama kuna kitu bado iko katika maisha yako inafaa itoe hata bila kusababishwa ama kusurutishwa na mtu. The promises of God, it is some of us, it is what we call the prophecy, the word you received from God, either through His servant, either through the dream or the vision, or through His word, the Bible. Ahadi za Mungu pia ni zile unabii ambazo ulipokea kupitia kwa neno, kupitia kwa ndoto ama kupitia kwa mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. So our theme verse is from the book of Joshua. Those who have come today is from the book of Joshua chapter 21 and verse number 43. Mada yetu tumetoa katika kitabu cha Yoshua 21
na mstari wa 45. I want you to follow me very well. Nataka unifuate vizuri In Jesus' name. katika jina la Yesu. We have a problem in this season, in this end time season. Tuko na wakati mbaya sana muda huu ama majira ya nyakati za mwisho. All the talks and the preaching and everything is about the false prophets, false pastors, false churches, blah blah blah. False. Ladies and gentlemen, don't call anyone a false prophet unless you yourself you don't know the word of God. If you don't know what the word of God says, then you yourself you are false. Sasa usiite mtu nabii wa uongo kama wewe mwenyewe hujui Biblia. Because once you yourself you know the word of God, then you yourself you know what you're supposed to be doing. So if you go to a fake church, if you go to a shrine and you call it a church, who is fake? It is you. Because you yourself you don't know where you are going. That's why you don't know the word of God. They can fake you, they can con you, they can do anything. So if you know the word of God, you're supposed to be right. You cannot be right and they fake you. So if you are fake, you are faked by a fake person. Kama wewe ni mchungaji ama wewe ni mshirika na unajua Biblia, usitoke na uende katika lile kanisa mbaya, maana ambapo unajua kwamba mambo ambayo wanafanya si mambo mema. Wewe unapoingia pale, wewe pia ni mtu mbaya. Anyone who knows an iPhone original phone, Nokia original phone, Samsung original phone, you cannot sell to him a fake phone because he himself he knows the original. Sasa yule mwenye anajua simu ama rununu nzuri, uwezo kamuuzia ile gushi kwa sababu anajua ile nzuri na ile original. The reason why some of you your ears are always open to listen to whom they are saying is false, is fake, is false, is fake. You yourself you don't know how to distinguish between false and the right. Sit, read the word of God, know what the word of God says, then you yourself you don't need anyone to tell you this is right, this is fake. Kila wakati sisi tumefungua masikio yetu, tunataka tusikize vile wengine wanasema. Wanaita huyu mkweli, wanaita yule ni mtu mwongo. Wewe mwenyewe inafaa ukae chini, soma neno la Mungu ili kwa muweze kujua wewe mwenyewe bila kuambia na mtu yeyote kwamba huyu ni wa kweli na huyu ni wa uongo. Any church where you go to, any fellowship where you go to from January to December, year after year, that is not helping your soul to get rid of that sin, that is not touching your condition and situation to change and repent. Help yourself because you know you are a sinner. What kind of a church that you attend from January to December, and God is not convicting you to forgive, to leave that sin and walk his ways. Sasa wewe unapoingia kanisani tangu Januari hadi Disemba na uko katika kanisa ambalo huambiwi dhambi zako, huambiwi na hata usaidiwi katika hali yako, ndiposa uweze ile hali yako iwe hali nzuri. Wewe unapoketi pale, toka pale na uweze kujua na kuingia katika kanisa ambalo utapewa usaidizi, utawacha dhambi na pia utaishi maisha mema. Amen. And there was silence in the church. Na palikuwa na unyamavu. The church these days, they don't want to hear the truth. Kanisa siku hizi hawataki kusikia ukweli. That's why people are coming to you with what you want to hear and they fake you. Hiyo ndio sababu watu wanakuja kwako na yale ambayo wewe mwenyewe unataka uyasikie na sasa wewe mwenyewe unayafuata. I have seen so many people. I have tried with the grace of God and the gift upon my life. I have met people who don't have the Bible, who don't have a notebook, who don't want to hear the word of God. All they want to hear, prophesy. Please prophesy to me. What is God saying about me? Prophesy. You yourself, do you have a Bible? No. Have you come for prayers? I don't know how to pray. So what kind of prophecy do you need? Nimeona watu katika miaka hii ambayo nimekaa katika huduma, hawatembei na Biblia, hawatembei na kalamu, hawatembei na kitabu. Yani lile ambalo wanataka ni kutolewa unabii. Umekuja kuomba, sijui kuomba. Uko na Biblia, sina Biblia. Unataka nini? Nitolewe unabii tu. Mungu anasema nini kunihusu? Some of you need to reach a level of maturity that when the pastor teaches the word of God, listen to the word of God, receive it as it is, write it down, not only in a notebook, but even in your heart. Walk with it. Even if they don't lay hands on you, grab the word of God, walk in the word of God, believe the word of God. By tomorrow your situations will change. Inatakikana sasa watu watembee wakiwa wamekomaa. Wakati mchungaji anahubiri, chukua maneno yale, yaweke ndani ya moyo wako hata kama hujaandika chini. Tembea na hilo neno, na hilo neno litakusaidia maishani. Let me ask you a question. Niulize swali. Your pastor who prays for you, mchungaji ndiye anakuombea. Who prays for you? Nani anamuombea yeye? Pastor and preachers, don't they have problems? Watumishi au je hawana shida? Answer me. Mnijibu. We who are prophesying accurately, sisi ambao tunatoa unabii, do we have issues? Sisi pia tuko na shida. Who prays for us? Nani anatuombea? Na nani anatutolea unabii sisi?
Hello. I was the only one. God was using me mightily to pray for every barren woman to conceive. Those who had miscarriages, I pray for them. No more miscarriages. But me and my wife, our first pregnant miscarriage. Mimi ndiye Mungu alikuwa ananitumia kwa njia ya kali sana, ambapo nilikuwa naombea wale tasa wanapokea mimba. Wale ambao mimba ilikuwa inatoka naombea na wanapata mimba. Lakini mimi na mke wangu mimba ilikuwa inatoka. Hello. The second one, hata mimba ya pili miscarriage ikatoka. I'm still praying for everyone, and even testifying. Even those that have not seen, I pray for them over the phone. I had a program on the radio. I pray for them. They touch the radio. They receive miracles. Mine, miscarriage. Second one, miscarriage. Who prayed for me? Mimi nilikuwa naombea watu. Hata wale ambao walikuwa naombea kupitia radio, naombea kupitia rununu, walikuwa napata mimba na wanatoa ushuhuda. Lakini mimi wa kwanza na wa pili walitoka. Grow and know God as God, despite whether He has given you bread today or tomorrow. But know God as God. The rest will be added to you. Uwe mtu mzima na ukomae na ujue kwamba Mungu ni Mungu. Awe amekupa leo ama hajakupa, ujue kwamba Mungu atabaki kuwa Mungu. Amen. Come out of church politics, whereby every pastor who gets the microphone wants to explain to you how the other church is fake. Pastors, we were not sent to do that. We were sent to preach the word of God, so that people will know the light. Once you know the light, you will be able to know the darkness. Wachana na wale watu ambao kila wakati wakikaa chini ni kuangalia yale makanisa, lile ni mbaya, lile ni mbaya. Wewe kama mchungaji, wachana na mambo kama hayo. Politics ama siasa za kanisa wachana nazo. Uliitwa ubiri, tazama mwito wako. Amen. Pastors, teach the word of God. Amen. Wachungaji, fundisha neno la Mungu. Don't teach your church another church. Usifundishe kanisa. Don't teach your church about another pastor. Usihubiri kanisani kuhusu wachungaji wengine. Teach your members, teach the people God has entrusted you with. Teach them what does the word of God say. What does the word of God say? What does the word of God say? Wafundishe vile neno la Mungu linasema. Vile neno la Mungu linasema. Once you teach them the truth in the word of God, wakati mafundisho ukweli kutoka kwa neno, themselves they will know this church is not right, here is right, this is not right. But stop teaching them about church. You see the other church, you see the other pastor, so that one is very fake. Because the way he's teaching. Now you got the Bible to look particular verses to explain how the other pastor is fake. That's not the calling. Speak about God. Speak about heaven. Explain about hell. Explain about the brilliance of God, the plans of God for His people. Let people know and see God. They will tell the difference between the devil. Chukua Biblia na ufundishe neno la Mungu. Wacha watu wenyewe wajue kanisa lile ni mbaya na hili ni nzuri. Ukichukua Biblia, fundisha kuhusu mbinguni, fundisha kuhusu uzima wa milele, fundisha kuhusu jehanamu. Wacha wenyewe wakomae na wajue vile neno la Mungu linasema. And they were silent. Kanisa lilinyamaza. Because I can tell you the whole truth. If you're a husband, you are here. Naweza sema ukweli, kama wewe ni mume na uko hapa. Your role is to love your wife and do whatever it takes as a husband. Your role is not to explain to your wife that other husbands are fake. Kazi yako ni kupenda mke wako na kufanya vyote ambavyo inapaswa kufanya. Usikae ukimweleza kwamba wanaume wengine ni wabaya. Because in doing that, you are giving your wife a chance to go and test how worse they are and how fake they are. Because he knows the good husband is you. Now you are putting yourself in trouble by telling her that other husbands, the way they are fake. At one point you are developing, you are creating a mind in her. How fake are they? Unapomwambia mkeo kwamba wale wanaume wengine ni wabaya, wale wanaume wengine hawajui chochote, yani ni kama unajaribu kujenga ile hali nyingine ndani yake, atatamani tena kujua na wale ambao ni wabaya kwani wako namna gani ndio aweze kulinganisha. So preacher, let us preach Christ. Tuhubiri Kristo and nothing else. Na hakuna jambo lingine but Christ. Lakini Kristo. Amen. 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 Don't compare me with any other preacher. I am here to speak nothing else but the truth, and that is it all. After all, I said it again and again. My ticket is it's a written ticket, so I am not soliciting funds of how I'm going back to Uganda. It's a written ticket, so I am speaking the whole truth. After all, I know I will go back. So please, next time if you invite me, praise the Lord. If you don't invite me, at least I would have left you with the truth. Amen.
Mimi nimekuja kuhubiri ukweli na nitaendelea kusema ukweli, kwa sababu hata hivyo nauli yangu ishalipwa ya kurudi kwetu Uganda. Nitawaambia ukweli. Nikirudi kule, mkipenda mnialike, mkipenda mwache kunialika, lakini nishawaambia ukweli. So that's why I say we read about when God promised Noah and the wife of Noah, that you have been barren but you will conceive. Hiyo ndio sababu tulisoma katika Biblia ya kwamba Mungu akamwambia mke wa Noa kwamba umekuwa tasa lakini utachukua mimba. But he said, now therefore, akasema sasa, now that you have received a promise, sasa kwa sababu umepokea ahadi, now therefore, sasa take heed that you don't take wine, beer. Hakikisha kwamba hujakunywa vileo. Don't drink again. Usikunywe tena. That's why I said, once you receive prophecy, once you receive a promise from God, know what you are supposed to change, know what you are supposed to live. Hiyo ndio sababu nikasema unapopokea ahadi za Mungu inafaa ujue ni lipi linafaa uache na ni yapi yanafaa uyatende. Some of you received a promise that you are a powerful preacher, you are a powerful man of God, but with your hatred, with the jealousy, with the way you are fighting other pastors, now you are canceling every promise of God upon your life. Sasa baadhi yenu mlipokea hadi kwamba utakuwa mtu mkuu, utakuwa mhubiri mkuu, lakini chuki ndani yako, masengenyo ndani yako, mpaka tunaharibu zile ahadi za Mungu katika maisha yako. Someone say amen. Mtu aseme amina. Now another point today that I'm giving you, ninawapa tena pointi nyingine. Those who have been write it down. Wale ambao wamekuwa kiandika chini, hebu andika hii. Once you receive the promises of God, mara tunapopokea ahadi za Mungu, be a servant, uwe mtumishi, be a giver, uwe mtu wa kutoa, be someone who is ready to serve others, uwe mtu ambaye unaweza kutumikia wengine. In other words, get rid of pride. Kwa maneno mengine, wachana na kiburi. You are quiet. Sasa mmenyamaza. When you receive a promise, ukipokea unabii, when you receive a promise, ukipokea ahadi, that is the time you are supposed to now calm down and humble yourself. Don't go high, because when you go high, you will never reach the promised land. When you receive promises, my dear, my brother, calm down. Humble yourself. Wakati ambapo umepokea unabii ni wakati wa kushuka chini na kunyenyekea. Usiende juu, manake utapoteza ahadi zako. Nyenyekea. Amen. Nyenyekea. Amen. 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 Now this is where the problem is. Hapa ndipo pana shida. When the day you receive a promise, ile siku utapokea ahadi, the big number of us, baadhi yetu na watu wengi, no one will ever speak to you again. Hakuna mtu atakayeongea na wewe tena. You receive the promise that you are an apostle. Ukapokea unabii kwamba utakuwa mtumishi, mtume. You receive the prophecy in the meeting that you are an apostle. Ukapokea unabii mbele ya watu kwamba wewe ni mtume. The next day they greet you, how are you, Lamech? Siku ya pili kusalimiwa, Dan, namna gani bwana? Ndugu, I am an apostle. Hukusikia huko kwa mkutano? I am an apostle. Mimi ni mtume. It has been confirmed 5 times. Nabii alitoka Uganda na kaniambia na mlisikia. So many people have confirmed it. I heard this from the Lord. Watu wengi wamedhibitisha, nimesikiza kwa Mungu. Go and ask great men who are great now. Nenda uwaulize wale ambao ni watu wakuu na sasa ni watu wakuu. Ask them what they did when they received the promise or the prophecy the first time. Waulize lile walifanya wakati walipokea unabii siku ya kwanza. Sometimes I look at my sons and my daughters, some of them, and I'm like, no, this one, he thinks he's going where. He was very humble, he was very quiet, he was very easy. The day he received the promise that he'll be a great man, my dear, from that day. Kuna wakati saa zingine mimi naangalia au mabinti zangu na wana wangu, mtu alikuwa mnyenyekevu, mtu mpole sana, lakini ile siku amepokea ahadi kwamba atakuwa mtu mkuu. Now let me teach you this. Wacha nifundishe haya. I have learned this for many years. I've served God. Nimesoma haya kwa muda mrefu sana, vile nilianza kumtumikia. The way I easily know that someone will be great and is going somewhere and he has big great promises. Ile inafaa ama ile inatumia kujua kwamba mtu atakuwa mtu mkuu. Is the way I see someone humble and serving others. Ni vile naona mtu amenyenyekea na anatumikia wengine. Amen. Amen. Come on, amen. Amina.
I said the only way I can know that you will be a great man, ile njia nitajua kwamba wewe utakuwa mtu mkuu, is how you are behaving after you receive the promise. ni vile utakavyoenenda wakati umepokea ahadi. Some guys, when you receive a promise that before this year ends, I see you waiting. From that time, you leave the choir. Kuna baadhi yenu wasichana ama wavulana, unapopata tu ahadi kwamba mwaka huu hautaisha kabla hujafanya ndoa ama hujafanya harusi, siku hiyo anawacha kwaya, anawacha maombi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Am I speaking to some people who are calling the promises of God? Naongea na watu ambao wamebeba ahadi za Mungu. I am giving you one of the ways that will help you for the promises to come to pass. Ninakupa zile njia na mbinu ambazo zitakusaidia ndiposa uone ahadi zikitimia. Humble yourself. Nyenyekea. Let me give you a scripture. Nataka niwape andiko. There are some guys in the Bible. Kuna watu katika Biblia. In Mark chapter 10 and verse number 35. Kitabu cha Marko 10 na mstari wa 35. Marko 10 mstari wa 35. Neno linasema ni Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo wakamwendea wakamwambia, "Mwalimu, tunataka utufanyie lolote tutakalo kuomba." Akawaambia, "Mnataka nifanyie nini?" Wakamwambia, "Utujulie sisi tuketi mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika utukufu wako." Yesu akawaambia, "Hamjui." Anyway, let's jump and we go to number 41. Turuke mpaka 41. Hata wale 10 waliposikia wakaanza kuwakasirikia Yakobo na Yohana. Yesu akawaita akawaambia, "Mnajua ya kuwa wale mnaohesabiwa kuwa wakuu wa mataifa hawatawala kwa nguvu, na wakubwa wao hawatumikishi. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu akuwe mtumishi wenu." I want you to read number 43 again. Na nitasoma tena mstari wa 43. "Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu." Again. Nitasoma tena. "Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu akuwe mtumishi wenu." Again. Nitasoma tena. "Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu." But it is not so among you. Now the outside it can work, but it is not so among you. Inawezekana kule nje kuwa hivyo, lakini kwenu ninyi haitakikani kuwa hivyo. Whoever has a desire, yeyote ambaye ako na shauku to become great among you, awe mkuu kati yenu, let him be your servant. wacha kwanza awe mtumishi wenu. In other words, kwa maneno mengine, whoever had a promise and a prophecy to be a great man, wakati umepata unabii ya kwamba utakuwa mtu mkubwa, let him become a servant. wacha yule awe mtumishi. I repeat, ninarudia, whoever has a dream to be a powerful pastor, yeyote mwenye akona ndoto ya kuwa mtumishi mkubwa, we see you in the church where you are now, the way you are serving your pastor. tutakuona kanisani mahali ambapo upo ukitumikia mchungaji wako. I repeat again, ninarudia, whoever will be a powerful prophet, yeyote mwenye atakuwa nabii mkuu, we see him the way he's holding the Bible of his pastor and obeying his Bible now. Tunaona vile anavyobeba Biblia ya mtumishi ama mchungaji wake sasa. Not the suit you are putting on. Si ile suit unayovaa. There are some people who are going these days, and someone will go and look for a collar and he puts on a collar and be a Reverend. It's not about the collar. No, if you really want to be a powerful Reverend, it's about you are humble and you are serving a Reverend now. Kuna watu wengine ambao akitaka anaenda ananunua kola alafu anajiwekea shati. Si kuhusu kola, inafaa utumikie wachungaji. Amen. Amen. Check my father's Facebook profile. Angalia Facebook ya baba yangu. His name is Nasan Ibrahim Turiamareva.
Anaitwa Nasan Ibrahim Tuliamre. He is my spiritual father. Ni baba yangu wa kiroho. He is my mentor. Yeye ndiye He is my everything. Yeye ni kila kitu kwangu. Hello. Hello. Is the bishop of Daystar Cathedral in Mbarara, a 10,000 seated cathedral. Akona cathedral ya watu 10,000 kule Mbarara. Overseeing more than 260 churches. Anashughulikia zaidi ya makanisa 260. Are you here? Uko hapa kweli? Check his Facebook profile. Tazama Facebook yake. His name is Nasan Ibrahim Tuliamre. Jina lake Nathan Ibrahim. But there's someone today, Lakini kuna mtu leo without even a church, bila kanisa, but because he received a promise and a prophecy to be a powerful man, lakini kwa sababu alipokea ahadi na unabii kwamba atakuwa mtu mkuu. go and check his profile. Nenda utazame profile yake. Bishop, apostle of the apostolic prophetic anointing deliverance teacher, prophetic bazooka of the fire Holy Ghost, Lamekinat Kwasa. Enda utazame profile yake, utapata ni mtu mkuu. Majina hayo yote ni yake. It is not the way you address yourself, but the Bible says whoever wants to be great, ladies and gentlemen, let him be the servant of others. The way to fulfill your promise of being great is being a servant. Sio kujibandika majina. Jinsi ya kuinuka na jinsi ya kuinuliwa na Mungu ni wakati ambapo wewe mwenyewe umeamua na umenyenyekea. Hapo ndipo Mungu atakuinua. If you receive a promise that you are going to be a powerful woman of God tomorrow, now humble yourself and be a servant where you are, because that is the way for you to be great. Wakati ambapo umepokea ahadi na unabii kwamba utakuwa mtu mkuu, nyenyekea, utumikie wengine, hapo ndipo utakapoinuka. Lift up your two hands above your head. Say, Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, Give me the grace. give me the grace To understand this message. to understand this message. That the promises upon my life That the promises upon my life will not delay, will not delay, but will come to pass but will come to in the pass right time. in the right time. In Jesus' name. In Jesus' name. And you clap your hands better for Jesus. Now, Sasa, look at these brothers. tazama hawa ndugu wawili. This brother had a promise Hawa ndugu walikuwa na ahadi that they will be great. kwamba watakuwa watu wakuu. Now one morning, Sasa asubuhi moja Jesus saw them coming. Yesu akaona wanakuja. Actually, another scripture says their mother brought them. Kwa andiko mengine mama yao aliwaleta. They say, Master, Akamwambia Yesu, Bwana, please tafadhali promise us tuahidi that what we are going to request from you, ya kwamba lile tutapata kutoka you kwako surely give it to us. utatupatia. Yeah, of course. Ndio nitapewa. Now this is what we want. Sasa hivyo ndivyo tunataka. I want me Mimi nataka mimi to sit at your right side. nikae mkono wa kulia Then my brother na ndugu yangu sit at your left mkono wa kushoto in your kingdom. katika ufalme wako. Then the rest, the Peter, Matthew, Halafu Mathayo na Toma they, na hao wengine they will find where to sit. wajitafutie mahali pa kukaa. And Jesus said, guys, Yesu akawatazamia nini? do you know what you are requesting? Mnajua nyinyi mnauliza nini? Can you drink from the cup that I will drink on? They say, yeah, of course. Mnaweza kunywa kutokana na ile kikombe? Wakasema How about the baptism? Yeah, we are ready. ule ubatizo tuko tayari. He said, okay, now that one I know you can and Sasa, you will. sasa kwa sababu najua mnaweza na kwa hakika mnapitia pale. What you have requested, Lile mmeuliza it is not in my ability to give it to you. halipo katika uwezo wangu kuwapatia. If you have a promise for it, Kama kuna ahadi katika mambo hayo, let me tell you what you do so to receive it. wacha ni waambie vile mtakavyofanya ndio upokee. Yes. Ndio. You see, outside there, Naona kule nje people can use their power and their ability and their bribe and that you are doing in the outside in the politics and in the world, and they get positions. watu wanaweza tumia nguvu zao na uwezo wao ili kwamba wapate vyeo. But to you, Lakini kwenu who are in the house of God, ambapo mpo katika nyumba ya who Mungu, are in the world, the kingdom, ambao mko ndani ya ufalme, you cannot work like that. hamwezi fanya kazi hivi. But let me tell you, Lakini wacha do niwaambie, you know that the church these days, je, mnajua kwamba kanisa wakati that's huu how they are doing? hivyo ndivyo wanafanya? They will make sure they bring this the one down. Watahakikisha huyu mwingine amerukwa chini, To make sure they bring him up amekanyagwa chini so they can find where they can sit. chini ili kwamba watafute mahali pa kukaa.
Someone wants to be great. You make sure you create lies against you. You are the pastoral team because you want to be promoted and be assistant pastor. He creates all the things to make sure you are sacked or you are hated in the ministry so that he can be appointed and the pastor. That's not how they look for the promises of God to come to pass. Wakati wengine ama watu wengine anataka akushushe chini, ataenda pale apeleke uongo, apeleke mshene, ushushwe chini ndiposa achukue cheo. Si hivyo katika ufalme wa Mungu. Amen. Jesus said, "No, okay." Yesu akasema sasa pata hili. Let me now that you have a desire for it. Kwa sababu sasa mko na shauku na mambo If you haya. really want it to come to pass, Kama hakika mnataka yatimie, be the servants of others. muwe mwatumikia wengine. Amen. Amen. Is it? Hebu sema tena. We do what? Tufanye nini? So like if Peter wants to wash the clothes, please wash for Peter. Like if maybe Matthew wants someone to bless the shoes of Matthew. Maybe if Peter just wants some water, just run. Then I'm becoming great. The dream I have, the vision I have, then I become to wash the plates. Mimi na vile nimesoma na niko na vyeti vyangu PhD na Petero hajasoma, niwe ninampanguzia viatu na muoshia nguo? Sio hivyo. That is the problem. Why some of you are carrying promises, prophecies, but nothing is coming to pass. The cloud is too much, and you are trying to create it. You are trying to climb because you are promised to be a great man. You want to climb by force, by fire. So you are a great man, my dear. Nothing will happen. Calm down, be a servant. Your promises will come to pass. Hiyo ndio shida ambayo tuko nayo. Tukipokea hadi hivi tunataka tujinue, tutafute mahali pakuu, sisi wenyewe tuongee watu watusikize. Si hivyo. Tafuta mahali na unyenyekee na ahadi za Mungu zitatimia. That's why Elisha, hiyo ndio sababu Elisha served Elijah, alimfanyia kazi Elijah, and at the end of it all he received double portion, na baadaye akapata upako maradufu. and Gehazi wanted to receive the prophetic mantle and the blessings and the riches from Naaman by force, by fire, to be a great man by tomorrow, and receive nothing. Alikuwa anataka pokea vitu kutoka kwa Naaman kwa nguvu, lakini hatimaye hakupata chochote. A big number of us, you are carrying God's promises, but you have not learned how the promises come to pass. Baadhi yetu na watu wengi sana tumebeba ahadi, lakini hatujui jinsi ambavyo ahadi zitatimia. What is causing the promises of God upon your life not to come to pass? Nini nafanya zile ahadi zikose kutimia? Be a servant. Uwe mtumishi. Amen. Fanyia wengine kazi. Amen. Wahudumie wengine. I would have called myself pastor on Facebook, prophet on Facebook, but I learned from my father who is a bishop, the guy who had a cathedral, the man who had preached the gospel. I don't know for how many years. I think before I was born, the man was preaching. His title is his name, period. It is us who calls him bishop, but his name is his name on the Facebook. Now, how do I come? I have not even had a quota of the grace upon his life. Then I prophet pastor. I'm making that quarter. It's not about the name. Be a servant. Mimi hiyo ndio ilisababisha katika mtandao niweke jina langu tu, kwa sababu baba yangu wa kiroho ameweka jina lake peke yake, lakini akona neema nyingi. Mimi sijafika hata nusu, hata robo ya upako wake, alafu mimi najibandika jina mimi ni kuhani ama mimi ni mtu mkuu. I always follow his testimonies. When he received the prophecies, he went to some church in Kampala, and he had to be under the servants of God, sleeping in the church. There was no mattress, there was nothing, to seek God. When you receive a prophecy, be a servant. Humble yourself. Look for something you can do, that the promises of God in your life can come to pass. Huwa mimi ninafuata mambo yake na zile ushuhuda ambazo wako nazo. Anasema kwamba wakati ambapo alipokea unabii, alienda kanisani akatafuta mahali pa kuhudumu. Alikuwa analala kanisani hata bila godoro. Wewe pia unapopokea unabii, tafuta mahali, tafuta kazi ufanye katika nyumba ya Mungu. Amen. I am talking to people who have promises. Naongea na watu ambao wako na ahadi. If you are a young girl, you are here, you are staying with some woman somewhere, you are staying in someone's family, you have a promise that you have a great future, you have a good husband, you will be a great woman, your family will be a powerful woman. We know that from the way you are serving your master, from the way you are serving the one you are staying with. Wewe ni msichana na uko hapa na unakaa na mtu ama mwanamke fulani, na umepokea hadi kwamba utakuwa mtu mkuu. Tutajua kwamba utakuwa mtu mkuu jinsi ambavyo unavyofanyia kazi yule mama.
From the day you receive the promise, the prophecy that you are a great woman, I see your future, I see your husband, I see your home, you'll be having a powerful home and blah blah. From that time, even the clothes you are washing at home, even the dishes and the spoons and the plates you are washing at home, from that time you started knowing you are a powerful woman. You are not a powerful woman in someone's house, you'll be a powerful woman in your house. Wakati wewe mama au wewe msichana tunakujua ulikuwa unaosha vyombo, ulikuwa unafanya hivi katika nyumba ya mtu. Siku tu ulipokea hadi uliwacha zote. Ati sasa wewe utakuwa mtu mkubwa. Katika nyumba ya mtu wacha, utakuwa mtu mkubwa kwako. Amen. Some of you, your greatness and your promises will come to pass, but not here. Here you are there, you are here to humble yourself and serve the pastors and serve the church. But we know you are going somewhere. You have your own ministry, you have your own calling. But the promises you have should teach you to humble and be a servant. So that tomorrow you will be a great man, you will be a great woman. Baadhi yenu mko na ahadi hapa kwamba utakuwa na kazi, utakuwa na huduma yako. Sasa ukiwa hapa, nyenyekea, utumikie wengine. Utakapotoka hapo utakuwa mtu mkuu. Amen. The first time Abraham received a promise to have a child, mara ya kwanza Abrahamu alipata ahadi kwamba atakuwa na mtoto. The Bible says he believed it and God counted on him as righteousness. Neno nasema kwamba aliamini na ikawa kwake kama righteousness. Ikawa kama utakatifu kwake. The second time he offered an offering. Siku ya pili akatoa dhabihu and served the guys who were just passing by, even who had not even come to visit him. Na alikuwa anafanyia watu kazi na kuhudumia hata wale ambao watu ambao walikuwa wanapita tu bila kumtembelea. And it was when it was confirmed, that's when they said, by next year, by this time next year, I will come back and you would have conceived. The other time it was an open promise, without a season, without a time. By the time he served the 3 men, he received the exact time. Let me tell you, some of you have been carrying the promises until the time you start serving. Amen. Wakati ambapo Ibrahimu alipokea ahadi, alikuwa anapata ahadi mara ya kwanza, mara ya pili, lakini sasa hatimaye kutokana na wale ambao walimtembelea wakamwambia siku hii mwaka ujao utakuwa na mtoto. Wewe pia fanya kazi na hudumie wengine. Amen. Hello. Hello. The widow of Zarephath, yule Mzarefati, maybe she prayed the whole night and said, God, this is the last meal tomorrow. If you don't rescue us, if you don't help us, we are dead. Pengine aliomba usiku kuta na akasema, Mungu, tumebaki na chakula kidogo, usipotusaidia tutakufa. Who knows? Maybe she received a promise through a dream or a voice. Tomorrow by this time I will bring a miracle of plenty food. Nani ajuae? Pengine alipokea ahadi katika ndoto ama kupitia neno la Mungu kwamba siku ifuatayo wakati kama huu utakuwa na chakula tele. Now look at me when you are waiting for the promise of God, for someone to come carrying a sack of maybe millet flour, or maybe maize flour, or maybe some ugali. You are waiting for someone to come with some Irish, and then you see a stranger who is coming for food. He's coming to feed him. Sasa tazama, uko pale na unangojea mtu aje kwako akibeba magunia ya chakula. Alafu unaona jamaa anaingia pale, yeye mwenyewe anakuja kula kwako. Once you have the promise of promotion, the promise of increase, the promise of more anointing, the promise of more grace, the fastest that will come at your door is to serve. There will be something that needs your service. Wakati ambapo utapokea hadi kwamba utakuwa mtu mkuu, kazi ya kwanza ama kitu cha kwanza kitakuwa ni wewe kufanya ama kupata kitu ama mtu wa kumtumikia ama kumfanyia kazi. Pastors and preachers and men who are here, wachungaji ambao mko hapa, if you have a big promise that you are a rich man, you will take care of so many people, the first test, some people will be running to you for help, and yet you're also renting. Kama wewe uko hapa na ni mtumishi, uko na hali kwamba utakuwa mtu mkuu, utakuwa tajiri, sasa ujue kwamba somo la kwanza ama mtihani wa kwanza, mtu atakuja kwako ataomba msaada. The way I know that you have a promise to be a great woman is the way I see how many people you are taking care of, even when you yourself you need to be taken care of. Mimi nikijua kwamba wewe uko na hali kwamba utakuwa mtu mkuu, nitaona jinsi ambavyo unatumikia wengine, ijapo kwa wewe pia mahali pale unataka utumikiwe. Amen. Hello. There's some people you look at them and you are like, no, this one also needs some help, but it's also helping God, and they don't understand. Just to know, these people just wait for their future. They are carrying a great promise. They will not be poor.
They will be having orphanages. They will be helping so many people. How do I know? They are even doing it now, even when they are renting. Watu ambao watakuwa tajiri, watakuwa nasaidia maskini, wakisaidia watoto yatima. Nitajuaje? Nitajua saa hii wanafanya hivyo japo kwa au wenyewe wanakodisha nyumba, lakini wanasaidia wengine. What you are doing today, lile unafanya leo, explain to me who you are tomorrow. Itanionyesha utakuwa mtu aina gani kesho. I repeat, what you are doing today, lile unafanya leo, is a reflection, is a picture, itanionyesha of who you are tomorrow. kile utakachokuwa kesho. I repeat, what you are doing today, narudia, lile unafanya leo, God bless you, sir. What you are doing today, lile unafanya leo, it is the right picture linanionyesha vizuri of the right you vile wewe upo tomorrow. kesho. Amen. I know some people, when you give them something small, the way they help others, you can see they are the rich guys around the town. Ninajua kuna baadhi ya watu ambapo ukiwapatia kitu kidogo vile watasaidia watu katika mji. That means they have a promise and they are carrying a prophecy to help people. They are carrying a prophecy to be the mother of nations. They are carrying a prophecy to be father of nations. And they begin by serving others now. Don't wait when you get some whites to come and support you. Those will be them, not you. Sasa watu kama hawa, ijapokuwa kuna kidogo lakini wanasaidia mayatima, wanatumikia wengine leo. Usingojee wazungu wakuje ndiposa utaanza kusaidia watu maskini. Amen. I was still a young boy. I was still renting and frustrated in a one single room, frustrated with a single one mattress like this. But I was taking care of six boys, and plus me, we were 7. I was their master. Mimi kabla sijaoa nilikuwa hata sina kazi wala sina mbele wala nyuma, lakini nilikuwa kwa chumba changu kidogo, godoro moja. Nilikuwa nasaidia wavulana 6 pamoja na mimi, tulikuwa watu 7. Now we have more than 26 now at home. Sasa tuko na zaidi ya watu 26. These ones you saw here, they are not even a quarter. Wenye mmeona hapa hata wafiki robo. All these ones are my son and my daughter. No one came out from any other church. Oh no, they are from my house. We stay together. We are at home. We left others at home, others at school, others at the university. But they are all our children, and we are at home. And I'm their father. I dance with them. I sing with them. I am with them. Hawa ni binti zangu na wana wangu. Wengine wamebaki kule, wanaenda shule, wako katika shule ya upili, wengine wako katika university, lakini mimi niko na wao, naishi kwa nyumba moja, tunadesi pamoja, tunakula pamoja. I have been chased in so many places where we have been renting just because of my children. Every landlord says, no, you see, your daughters and your girls, they shout too much. And when they are dancing and they are doing their rehearsals, some other neighbors are not comfortable with the noise. So please, I think, Pastor, maybe you better stay alone, or you can take them somewhere, and they cannot. So now we shift here. Now we look for another house. We go there. Before we end the year, the same issue again. They complain. Okay, now we live here. Now we go there. And some people advise me, why don't you leave the children? They go back to their villages. I can't, because I have a promise. I have a prophecy. I see where I'm going. I'm the only way for it to come to pass. I know what I'm supposed to be doing by now. Mimi nimekuwa nikifukuzwa mahali ambapo ninaishi kwa sababu ya watoto wangu. Kila wakati wanapiga kelele, tunahama hapa tunaenda huku. Tukifika hapa pia wanapoanza kucheza, majirani wanalalamika, ninahamishwa pale naenda kule. Ninaambiwa na usiwachane nao watoto, uishi peke yako. Mimi siwezi, kwa sababu niko na ahadi na ni lazima nitimize ahadi zangu. If you have a promise that one day you will give birth and you have been barren for so many years, start helping pregnant mothers, because you yourself, you have a promise to be a mother. Ukiwa na ahadi kwamba siku moja utachukua mimba na uzae mtoto, lakini sasa hivi wewe ni tasa, anza kusaidia wale wakina mama ambao wako na mimba, kwa sababu siku moja utazaa. But see how you have a promise to be a mother. But see how you are fighting other mothers who are giving birth. Will you ever conceive yourself? Lakini angalia vile wewe umepokea hadi kwamba utapata mtoto, lakini unapiga wale mama ambao wako na mimba. Wewe mwenyewe utawaiza. See how you have a promise that you will be a powerful pastor, but you are fasting other churches. You are fighting other pastors. Will you be a pastor yourself? Angalia vile uko na hadi kwamba utakuwa mtumishi mkuu, lakini sasa hivi unapigana na wale watumishi wengine. Je, utakuwa mkuu? And you are quiet. Na mmenyamaza. The only way, please don't tell us they prophesied upon your life. Don't tell us you dreamt us. No. Please, let us see what you are doing, and we know this woman had a promise.
Usituambie kwamba ulipokea ahadi, uliota ndoto. Wacha tuone jinsi ambavyo unavyofanya sasa. Let me tell you. Wacha If some of us you were the Joseph, kama baadhi yetu tulikuwa Yusufu, who received the dream that you'll be a leader, and your brothers, including your father and even your mother, they will bow. ambaye alipokea hadi kwamba siku moja utakuwa kiongozi, mama pamoja na baba yako na ndugu zako watakuinamia. Your father will not give you food to take to your brothers who are in the field and you go. Baba yako hangekupa chakula upelekee ndugu zako kule na uende. He doesn't know God spoke to me. They're supposed to come and bow. Hajui Mungu alinenea nafaa waje wainame. Now he wants me to take the food, the food to them. Sasa unataka mimi niwapelekee chakula. But Joseph carried the food to them. Lakini Yusufu alibeba chakula akawapelekea. Even when David was anointed to be the king, hata baada ya kupata upako kwamba atakuwa kiongozi na mfalme, I see the king carrying the food to their brothers. Naona mfalme amebeba chakula anapelekea ndugu zake. Amen. Hello. Pastor, let us bring this in the reality. Wachungaji, tuseme ukweli. You have been anointed as a king. Umepata mafuta kwamba utakuwa mfalme. Now your father is calling you. Sasa babako anakuita. Come and go. I want to send you to go and see your brothers, how the battle is going on. Njoo uende utembelee ndugu zako uone vile wanavyopigana. Take for them some food. Wapelekee chakula. Trust me. In this generation, katika kizazi hiki, you would have refused. Utakataa. Mimi, the king, mfalme. This is just humiliating me, as if they don't know. At least they don't know. They don't know I was anointed by the prophet that is trusted, Prophet Samuel, in this generation. How what they are putting me down, like they don't understand my calling and who I am. Hao watu wananionaje? Hawajui kwamba aliyenitia mafuta ni yule nabii anajulikana nchi nzima. My dear, if you really have a promise from God, uko na hadi kutoka kwa Mungu, humble yourself. Amen. Nyenyekea. Be a servant. Uwe mtumishi. Be a giver. Uwe mtu wa kutoa. As much as you can from what you have, give. Yale uko nayo na vile uwezavyo, toa. If you know you don't have a promise to stay poor, ukijua kwamba huna ahadi kwamba utabaki maskini, use the small that you have in your ability, give it out. Tumia kile uko nacho kwa uwezo wako na upeane. Let there be someone who will find peace in your house. Wacha mtu apate amani ndani ya nyumba yako. Amen. Support other ministries. If you're a minister here, that is how we will know that you have a dream and you have a promise that one day you also be a powerful preacher. Saidia watumishi wengine ndiposa tujue kwamba wewe pia siku moja utakuwa mtu mkuu. Amen. Amina. Don't keep on shouting. I was anointed. They prophesied. I made the bishop himself and anointed me, and even the prophet who came from Nigeria and from Ghana, and the one who came from South Africa, and the one who came from they all confirmed. It's not about they confirmed, but it's about after receiving the promises and the prophecy, you yourself, how did you act? Usikae pale ukisema mimi nilidhibitishiwa nikapata unabii kutoka Afrika Kusini. Yule nabii kutoka South Africa kwanza alinitaja kwa jina, nikakuja mbele akanitia mafuta. Sio mambo hayo yote, ni vile unavyotenda leo. Amen. Amen. That's why prophecy and promises and preachings these days, most of it is becoming like comedy. Why? Because people want only to hear what they want to hear. What pleases them. Their ears want to hear only what pleases them. Period. Hiyo ndio sababu wakati huu mahubiri yamekuwa mabaya sana. Yaani watu wanataka tu wasikize yale yanayowapendeza peke yake. My dear, be a servant. Ndugu yangu na dada yangu, kuwa mtumishi. That's when you be a great man. Hapo ndipo utakuwa mtu mkuu. I repeat, be a servant. Ninarudia, kuwa mtumishi. That's when you be a great man. Hapo ndipo utakuwa mtu mkuu. Amen. Amina. I always love to drive my bishop. I always love to be around him. When he's around, I'm not a preacher. When we are together, I'm not a prophet. When he's there, I am just a son and an usher. Period. I want to bring the water. I want to bring this. 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 I want to bring that one. Because in doing that, I know I am following my promises. I don't want him to sit and I also sit. And then the two of us are seated. We are powerful men there. My dear, if you start that, just to know you have counseled your promises. Period. Mimi kila wakati ambapo askofu yuko nataka niwe karibu, namletea maji,
namsaidia hapa na pale, kwa sababu najua hapo ndipo kuna kuinuliwa kwangu. Mimi sitaki nitwe nabii wakati huo. Wacha nikwambie ndugu na dada, wakati ambapo umefanya mambo kama hayo, ndiposa Mungu atakuinua. Hayo yametosha. Amen. Amen. You see, these guys who are interpreting us, they are pastors, they are preachers, they are powerful men. You know, he's a pastor, but he's now interpreting. I'm the one preaching. The whole of this week, he will not preach. I'm the one preaching. I receive that, sir. I receive in Jesus' name. I receive in Jesus' name. He's interpreting. Amen. And tomorrow at the crusade, Pastor Dan, come and interpret. You go and interpret. Amen. In the other church, oh, that interpreter is good. Come and interpret. You go and interpret. In the other church, oh, please, why don't you go, Pastor, to interpret? You go interpret. But not because you have a promise to stay an interpreter. No, you have a promise, you have a ministry, you're a powerful man. But the only way to be powerful tomorrow is to be an interpreter to some other guys. Tomorrow they will interpret you from January to December. Amen. Hiyo ilikuwa ni yangu, atakani watafrisie. Amen, sir. Amen. I receive that. That's the whole truth. Huo ni ukweli mtupu. This generation we have a problem. Hapo tuko na shida katika kizazi hiki. Whoever wants to be great, chochote yeyote mwenye anataka, whoever has a powerful promise, yule mwenye kuna hadi kubwa, let us know that you have a promise or a prophecy from the throne of God through the way you act and what you are doing. Wacha tujue kwamba uko na hadi kutoka kwa Mungu vile unavyotenda.